Na hali gani pale Panzu kaweka pasi ya kapunguza wa kwanza, kapunguza kipa, nyavu hizi hapa. Nilikuwa nimeshasimama kushangilia. Na naamini kila mwana Simba kwa sababu katika maeneo kama yale Jean Charles Ahoua hakuna namna anaweza akakukosa. Lazima ukubali hilo kwamba Jean Charles Ahoua kwenye eneo lile anakuwa na utulivu zaidi ya maji kwenye mtungi. Leo sijui kitu gani kimetokea. Tuseme hayakuwa mapenzi ya Mungu na bahati haikuwa yake. Na mpira una mambo mengi ndugu zanguni. Mpira una mambo mengi ndugu zanguni. Yes. Sasa nilikuwa nishanyanyuka kusema kwamba kazi na lile goli lilikuwa la mwishoni kabisa. Goli. Lakini amefanya kazi kubwa ya kumpunguza goli kipa kwenye kupasia tunyavu pale. Ndio ambayo katokea bahati mbaya, ngoma ikaenda nje. Mimi niwaambie wana Simba, hatuna sababu yeyote ya kumlaumu Jean Charles Ahoua. Ametimiza majukumu yake ipasavyo hii leo, ametufungia goli moja na amekosa goli jingine. Ni hali ya kimchezo, hali ya kimpira, pressure ni kubwa, muda umeisha. Kama itoshi mpinzani anakuja huko nyuma naye anakuja na pressure yake, akakosa utulivu, akapiga nje. Jukumu letu kama wana Simba ni kusimama na Jean Charles Ahoua. Tusifanye upande mmoja usumu, upande mmoja maziwa. Jean Charles Ahoua anatakiwa kuwa upande mzima maziwa, kwa sababu goli la kwanza amefunga yeye na goli la kumaliza shughuli akakosa. Ni mambo ya kawaida kwenye mpira wa miguu. Tuendelee kumpa moyo, tuendelee kuwapa moyo kwa sababu tunahitaji akili ya Ahoua katika mechi ya marudiano. Tunahitaji miguu ya Ahoua katika mechi ya marudiano. Tunawahitaji wachezaji wetu wote wakiwa kwenye utimamu wao kwenye mechi ya marudiano. Twende tukafuzu Afrika Kusini. Mimi ni wahakikishie tutarudi hapa tarehe 28 ya mwezi wa pili kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Mwezi wa 4 tukiwa finali.